Bibi Khadija ni katika kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika shajara yake Bwana Mtume aitwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Na Bibi Khadija yaitwa Khadija binti Khuwailid au Khalid binti Asad binti Abdul Uzza bin Qusay. Sasa pale pa Qusay ndipo panamuunganisha Bibi Khadija na Bwana Mtume. Kwa hivyo wote ni Banu Hashim. Lakini ukiangalia ile silsila utaona kwamba huyu Abdullah na Bibi Khadija ndio katika same rank. Kwa hivyo kwa namna nyingine kizazi Bibi Khadija aweza kuwa ni khalati yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kulingana na shajara. Bibi Khadija na Bwana Mtume ambao tutaieleza mbele wakati wa ndoa yao na umri wao ulikuwa ni gani, na tutatoa ithbat historical facts kuonesha kwamba alikuwa ni umri gani. Bibi Khadija alizaliwa na mtu aitwa Khuwailid, na babu yake na babake babu yake Abdul Uzza. Huyu Khuwailid na Abdul Muttalib ndio walikuwa custodian wa Al-Kaaba, walikuwa ndio wasimamizi wawili wa ile Al-Kaaba. Hata ule Abraha alipokuja alipambana na hawa wawili. Kwa hivyo kuonesha mwanzo uhusiano wa dini ambao walikuwa nao kabla kuja utume. Tarikhi yasema kabla hajaja Mtume Muhammad watu walikuwa katika dini ya Hanafia. Hanif si wazungu waita hivyo. Kwa hivyo walikuwa ni muwahidin, wakiabudu masanamu, wakifanya ibada kwa kutumia mila ya babu yetu Sayyiduna Ibrahim. Kwa hivyo Bibi Khadija ni mmoja aliyezaliwa katika nyumba ya Al-Kaaba, ni mmoja kwamba alikuwa hasujudi masanamu. Ndio ukaona kwamba kabla Mtume hajaja aliweza kupata lakab akiitwa Tahira. Ile na lingine ni Amiratul Quraish. Ama la Aminatul Quraish ilikuwa ni ile kabila tukufu lake na yale makabila mengine, lakini hili Tahira lilikuwa likimvua yeye kwa kuwa alikuwa haabudu masanamu. Bibi Khadija kabla ya Bwana Mtume na baada ya Bwana Mtume ana tarikh tofauti. Bibi Khadija kabla hajaja Bwana Mtume alikuwa hakubaliani na watoto wa kike kuuawa. Alikuwa akikataa kabisa, kama inavyosema Qur'ani, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Yeye alikataa hii. Wao watu wa Makureishi ama Waarabu walipokuwa wakipewa bishara kwamba kuna mtoto wa kike amezaliwa, basi walikuwa wakimzika. Bibi Khadija kwa sababu kazini yake alikuwa ni Waraka bin Naufal, naye pia alikuwa katika Hanafi, na ndugu yake Hala na ndugu yake Usaid wote walikuwa katika dini ya Nabii Ibrahim. Wakaanzisha hii program ya kuwanunua hawa watoto. Wakisikia kuna nyumba kumezaliwa mtoto wa kike anataka kuuawa, wakimfuata ule babake, usimuue. Wale wakimwambia lazima tumuue, tuuzie sisi. Wakitoa pesa zao, wakimtukua ule mtoto, wakimhifadhi wao. Kwa hivyo muangalie Bibi Khadija atoka kwenye chimbuko gani kabla ya kuolewa na Mtume. Na hii utaona ni maandalizi ya mbingu. Si wanawake wa kuolewa kwa sababu ya ushemeji, si wanawake wa kuolewa kwa sababu wa kupunguza chuki, si sababu ya kuolewa kwa sababu nikimuoa huyu hatanipiga. La,
ilikuwa ni maandalizi ya Mwenyezi Mungu kumwandaa Bibi Khadija ili atakuja kuzaa mtoto muhimu sana anaitwa Fatima Zahra. Kwa hivyo ilikuwa haiwezekani Bibi Fatima kuzaliwa na mtu yoyote. Ni lazima azaliwe na mtu ambao haabudu masanamu. Ni lazima azaliwe na mtu ambao hadhulumu watu katika biashara zake. So, Bibi Khadija katika biashara zake akaanzisha Baitul Aitam. Ndiyo mtu wa kwanza katika bara Arab kuanzisha hii ni programu ya kuweka mayatima. Bibi Khadija akaanzisha programu inaitwa Bibi Khadija Microfinancing, akiwapa wajane pesa za kufanya biashara wamregeshee bila interest. Huyu ndio Bibi Khadija aliandaliwa na Mwenyezi Mungu kuja kumpokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuja kuzaliwa awe ni hababa ya maasumin kama alivyotangulia kusema Sheikh Tumila. Kwa hivyo ilikuwa haiwezekani hawa watakao kuzaliwa na watakao kuendelea kuzaliwa watoke katika rahami ambao zina shaka shaka. Na huyu ndio Bibi Khadija. Mala asafu shadid, hata sisi Mashia tumemdhulumu Bibi Khadija, hatumwelezi, mbali na masuni. Wengine wamebaki kumtolea mashairi katika kufanya mambo yao wakati wataka kukudhi haja. Bibi Khadija yuwataka kufanyiwa proper research, aelezwe ni mwanamke aina gani alotoka kwenye mazingara ya uchafu, ya udhalimu, ya kila baya katika bara Arab, lakini kukatoka kitu ambacho ni nuru, kikatoka kitu ambacho kitakuja kuiweka risala ama kuiendeleza risala ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bibi Khadija kama tulivyoelezwa na tarikh, alikuwa ni mfanyi biashara, lakini alikuwa haendi katika biashara yote, na alikuwa ako kwenye hijabu yake mwenyewe. Kwa hivyo alikuwa akitafuta maagent wa kumfanyia yeye kazi. Akapata habari kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna mtu kadhaa ni hodari na anaelelewa na Abi Talib. Kwa hivyo ni mtu ana experience na ni muaminifu. Akamapproach, wakafanya naye biashara kwa haraka upesi. Bibi Khadija akampenda Mtume kwa akhlaki zake, na ilipokuwa kila mwanamume anayetaka kwenda kumtaka ayuwakataa Bibi Khadija, kwa sababu sisi na wengi muarikhin hata Baihaqi iwakubali kwamba Bibi Khadija mume wake wa kwanza ni Bwana Mtume, hakuolewa na mume yote mwingine. Na tutaieleza mbele kwa nini kuna history zilizotengenezwa kwamba yeye awe ameolewa. Tutaeleza baadaye kama tutapata nafasi, tutakundukiwa. Kwa hivyo Bibi Khadija akawa yeye amevutiwa na akhlaki za Bwana Mtume na ameona kwamba ni bora waungane awe mume wake. Zamani pengine sasa pia ziko, kuna ile inaitwa matching. Ukitaka mathalan unataka kuwa kwa Al-Hussein hawa, utakwenda kutafuta wale karibu na yeye na mwanamke ambao ajua kwa Al-Hussein Said Ali ana watoto wa kike kadhaa na Said Abdullah kadhaa na Sheikh Tumila ana kadhaa na tabia zao. Sasa yule atakwambia wewe wataka aina gani? Kwa hivyo kulikuwa mwanamke akiitwa Lady Nafisa, nilikuwa katika kazi zake hizi. Akamwambia wewe utammechi huyu. Akamwambia aje anitake, akamwambia wewe nipe ruhusa mimi nifanye mpango aje akutaka. Kwa hivyo yule akaenda kwa Abu Talib. Kwa ufupi akaenda ikawa wataoana sasa. Sasa hapa tuaja katika pointi moja muhimu. Bibi Khadija haiwezekani kwamba aliolewa na Mtume akiwa na miaka 40.
Tuenda katika biological facts, na hii ni kitu muhimu ndugu zangu, msikize, kwa sababu wasema kwamba Bibi Khadija alipoolewa na Mtume alikuwa na miaka 40 na Mtume alikuwa na miaka mingapi? 25. Mtume alipata nubuwa baada ya miaka mingapi? 15, sio? Kwa hivyo alikuwa na miaka mingapi? 40. Na Bibi Khadija atakuwa na miaka mingapi? Naam, atakuwa na miaka 55. Sawa? Sasa na Bibi Fatima alayha salam amezaliwa miaka 5 baada ya nubuwa. Kwa hivyo ina maana Bibi Khadija amemzaa Bibi Fatima akiwa na miaka 60. Taban miujiza iko, lakini hakuna vitabu ile tuambia sisi kwamba na Fatima alizaliwa kwa miujiza. Hakuna habari hizo. Habari hizo ziko, alizaliwa kwa miujiza ni Nabii Yahya, alizaliwa kwa miujiza, Nabii Isa alizaliwa kwa miujiza, na Qur'ani imeeleza. Na biologically wanawake wa Arabuni hupata menopause wakiwa as early as 40 to 43 years, wao wachafunga damu, na ni sehemu zozote ambazo zina joto lingi. Mfano leo ukitukua Mombasa na ukitukua na Nairobi ama Eldoret, wanawake wa Eldoret huchelewa kufunga ada zao menopause kuliko wa Mombasa kwa sababu ya joto. Na nafikiri hilo litakuwa halina shaka, joto la Madina na wapi na la Maka. Kwa hivyo Baihaqi katika kitabu chake na baadhi ya muarikhina wasema Bibi Khadija ima ilikuwa ana miaka 25 kama Mtume, ama alikuwa kwa ukubwa alikuwa na miaka 28. Ili kikiwa na miaka 28 ataweza kumzaa Fatima tena kwa taabu kwa miaka 48, ndio ataweza kumzaa nani? Fatima. Na ile tarehe kwamba alizaa Zainab nani, sasa wewe mpe ile miaka yote azaina sijana 6. La, Bibi Khadija alikuwa na ukhti yake akiitwa Hala. Bibi Zainab na Ruqayya na Umm Kulthum walikuwa ni watoto wa ndugu yake Bibi Khadija akiitwa Hala. Kwa hivyo yeye alikuwa akiwalea wale watoto. Twende katika point nyingine, dauri ya Bibi Khadija baada kuolewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri hili liko wazi, mali yake alivyoweza kuyatumia na akafanya mambo mazuri na akajitolea. Ndio yule Taha Hussein wa Masri akasema she was a dedicated lady, sacrifice and generosity to Prophet Muhammad. Inshallah tutamaliza kwa sababu ya wakati. Bibi Khadija baada ya kufanya yote alipigwa vita vikubwa sana, yeye na Abi Talib na Bwana Mtume wakapelekwa Shib Abi Talib. Kukaandikwa memorandum kubwa ya kuambiwa kwamba msioane na hawa, msifanye biashara na hawa, msifanye kitu chochote. Na hii historians wa Ahlul Bayt wasema ndio ilikuwa maandalizi ya Karbala, zile dhiki ambazo zilikuwa ziko pale wakastahimili. Lakini jambo ambalo si la kusikitisha, lakini la kumuongeza Bibi Khadija fadhila zake ni wakati alipokata roho. Bibi Khadija alipokuwa yuwafa kwa sababu ya kutengwa, kukawa hakuna sanda, hakuna sanda ya kuvishwa Bibi Khadija. Huyu alifanya yote haya yuwafa bila sanda. Bwana Mtume akainua mikono juu akamwambia Mwenyezi Mungu, huyu ndo alisimama na mimi kwenye hii risala, na hii ndio hali iliyoko. Pale pale ateremke Jibril na sanda 5. Mtume amuulize Jibril, ya kwanza ya nani?
akamwambia ni ya huyu aliyepigiwa salamu na Mwenyezi Mungu, Khadija. Ya pili akamwambia ya pili itakuwa ni yako. Ya tatu itakuwa ni ya Fatima. Ya nne, afwan kuna mahali nimekosa, ya nne itakuwa, ya tano itakuwa ilikuwa ya malizikia ya Sayyidina al-Hasan, Imam Hasan. Bwana Mtumi aanze kulia, asema yule atakayeparagwa na farasi na avunde mbavu, akimaanisha Hussein, atazikwa bila sanda. Haya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya ndiyo maandalizi ya Karbala, na huyu ndiyo Bibi Khadija. Maalasaf shadidi, kwa bahati mbaya hata sisi tumekuwa hatumzungumzi, hatumpi nafasi yake, mbali na wenzetu, na ndio aliosimama na mpaka leo ukasikia hadithi zake pengine ni 3 ni 4 haelezwi, lakini wataka baadhi ya kisawasawa na awekewe ile the women of Islam ama the women of humanity, mwanamke wa ubinadamu katika ulimwengu, kuwe na siku yake special ya kumsherekea Bibi Khadija katika mazazi yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa nimefaulu itakuwa fatawfiki min Allah, na ikiwa nimeteleza mashekhe wako, na thawabu ziwaendelee wale watuwekea haya na wale tufanya sisi tukawa kwenye madhhabu ya Ahlul Bait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.